إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu waislamu, leo tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja katika mwaka huu wa 1446 min alhijrati an-nabawiyya, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, kuwa ndio siku ya Eid ya kuchinja. Siku hii ina kumbukumbu kubwa kwa Waislamu. Siku ya Eid, Eidul Adha, ndani yake kuna kuchinja, na kabla ya hapo kuna kuswali na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchinja wanyama bahimatul an'am, wanyama hoa, mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Yote hii ni ishara ya kuadhimisha alama tukufu za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhuisha sira na mwenendo wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye ni kiigizo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye kiigizo cha Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia katika Al-Qur'an Al-Karim kutuambia kuhusiana na suala la kuadhimisha alama tukufu za dini yake subhanahu. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Hakika jambo liko hivyo, na yoyote atakayeziadhimisha na kuzitukuza alama tukufu za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kufanya hivyo ni katika alama ya uchamungu uliomo katika nyoyo. Na katika alama tukufu ni sisi kuhuisha yale yaliyofanywa na Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambayo ni ishara kuu ya tauhid na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam ndiye yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu katika kitabu chake Al-Karim katika suratu An-Nahl kuanzia aya 120 hadi 123. Allah subhanahu anasema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Allah subhanahu anatueleza katika kitabu chake kitukufu, hakika Ibrahim
alikuwa ni kiongozi, tena ni mnyenyekevu kwa Allah. Ibrahim ni mwenye kuachana na mila zote, mwenye kushikamana na tauhid, na hakuwa katika washirikina. Ibrahim alikuwa ni mwenye kushukuru neema za Mola wake. Allah alimteua na akamuongoza kwenye njia iliyonyooka, yani kwenye Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, Ibrahim tulimpa wema katika hii dunia, huko akhira yeye ni katika watu wema. Lakini kisha anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tukaleta wahi kwako ewe Muhammad ya kwamba ifuate mila ya Ibrahim, na Ibrahim hakuwa ni katika washirikina, ya kwamba ifuate mila ya Ibrahim hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu, na Ibrahim hakuwa ni katika washirikina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifuata vyema mila ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, akaihusia kwa umma wake, akaifundisha kwa kauli zake na vitendo vyake. Na miongoni mwa mambo kubwa aliyosimamia Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ni ufikishaji wa tauhid kwa watu wa zama zake, kumfikisha kupwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio kielelezo kikuu cha utiifu wa mwanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika ambayo Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam aliyahusia na akawa anashikamana nayo na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata amani katika miji. Allah subhanahu katika suratul Baqara aya 126 anatuambia, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Allah anatuambia, kumbuka Ibrahim aliposema kumuomba Allah, ewe Allah ujalie mji huu, nchi hii kuwa ni yenye amani, na waruzuku watu wake kwa namna mbalimbali za matunda, lakini wale walioamini tu, waliomwamini Allah na siku ya mwisho. Kwa kuwa fadhila za Allah na rehema zake ni nyingi, Allah asema hata wale waliokufuru pia nitawaneemesha, nitawastarehesha kidogo tu hapa duniani, kisha nitawalazimisha wao kuingia kwenye adhabu kali ya Jahannam, wal billah, na marejeo mabaya kabisa ni kwenye Jahannam. Kwa hiyo ukiangalia katika mila ya Nabiullah Ibrahim, alikuwa akipupia juu ya kupatikana amani katika miji, kwa sababu amani katika miji ni tunu anayoileta Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa neema kubwa alizowaneemesha Allah waja wake. Na ndio pale Allah katika suratul Nahli akatupigia mfano wa baadhi ya miji, akasema, wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala ameupigia mfano mji uliokuwa katika hali ya amani na utulivu. Riziki inakuja katika miji hiyo kutoka kila mahali. Wale watu wa miji hiyo wakaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona kuwa amani yao si chochote, wakaona kuwa utulivu walionao si chochote, riziki wanaoipata si chochote, wakaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaonjesha, akawavisha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya madhambi walioyachuma. Watu kuwa katika hali ya amani ni jambo kubwa sana ambalo
Uislamu umelisisitiza na kulihimiza na umetahadharisha Uislamu juu ya mchezo wowote au lugha yoyote inayoashiria uvunjifu wa amani katika jamii wanaoishi wanadamu. Uislamu umelihimiza jambo hilo na kulitilia mkazo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulifafanua jambo hili anatuambia katika hadithi yake sahihi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad, hadithi inayosema man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yule aliyeamka asubuhi akapambaukiwa asubuhi hali ya kuwa yuko katika amani kwa jamaa zake. Sirbi inakusudiwa jamaa wa iyali, kwa watoto wako na familia yako na mji wako, uko katika hali ya amani, uko katika afya, kiwiliwili chako ni kizima. Muafa fi jasadi lahu qutu yaumi, mtu akawa anamiliki chakula cha siku yake. Huyu ni mfalme, ni kama mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Fakannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, katika riwaya biasriha. Wahasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Uislamu unalitilia mkazo jambo hili na unalitazama kwa jicho la uangalifu wa hali ya juu. Uislamu unahimiza hivyo, na pia kadhalika na yazungumza maneno haya kwa sababu ya muktadha wa hali tulionayo hivi sasa. Mbeleni katika nchi yetu tunaingia katika uchaguzi mkuu. Mambo ya uchaguzi mkuu mimi si mazungumzo yangu ya leo. Mazungumzo yangu ya leo ni kuhusiana na suala la amani na haki ambayo huzungumzwa sana na wazungumzaji mbalimbali, ima ni wanasiasa na wanaharakati mbalimbali au viongozi wa dini na watu wengine wa kawaida, ima kwenye majukwaa hadharani au kwenye media huko na mitandao mbalimbali au madhabahuni na sehemu nyingine. Watu hulizungumzia suala la amani kwa fujo, na wengine wakalizungumzia suala la haki kwa fujo, bila ya kuliwekea katika utaratibu na mpangilio wake. Sasa nazungumza kuwatanabaisha ndugu zangu Waislamu kwamba sisi miongozo yetu katika haya maisha ya dunia ni sawasawa ni mambo ya ibada au mambo yale ya kikawaida ya kijamii na mengineyo. Sisi miongozo yetu tunaichukua kutoka ndani ya Qur'an na kutoka kwenye mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Qur'ani na Sunna hazizungumzi, ni lazima wapatikane watu wa kuzizungumzia kwa usahihi na kwa maana yake iliyokusudiwa. Sasa mimi nitaitumia fursa hii leo kuzungumza na nyinyi machache yanayofungamana na jambo hili. Baadhi ya viongozi au wasemaji wa dini mbalimbali na jamii mbalimbali, wao wanawalaumu Waislamu kuwa wanazungumzia amani tu, hawazungumzii haki. Nyinyi mtaka amani tu, lakini mbona hakuna haki? Mbona hamsemi kuna matukio haya na yale na yale, hakuna haki? Na haki ndiyo mimba inayozaa amani. Bila ya haki hakuna amani. Na watu wakayazungumza maneno haya kwa falsafa za hali ya juu, wakawahadaa baadhi ya watu hasa katika Waislamu, wakahadalika na wao, wakaona kwamba yale maneno yanayozungumzwa ni ya haki, na kusema kwamba Uislamu ni katika dini zinazoamrisha haki na uadilifu kwa kiwango cha juu kabisa ambacho hakijafikiwa mfano wake na mila yoyote wala dini yoyote. Uislamu unaamrisha haki na uadilifu kwa kiwango cha juu kabisa.
Ndiyo maana Uislamu ukawataka watawala wasimamie raia wao kwa uadilifu, na kwenda kinyume na hilo ni kujiingiza kwenye maangamivu. Hebu msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi muttafaqun alayhi, hadithi iliyopokewa kwa sahaba Ma'qil bin Yasar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi harrama Allahu alayhi aljanna. Hakuna kiongozi yoyote ambaye Allah atamtawalishia, atampa nafasi ya kuwaongoza na kuwachunga raia, kisha asiwatendee haki, asiwafanyie uadilifu, akawafanyia ghishi katika uongozi wake, akafa katika hali hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuharamishia yeye kuingia katika pepo. Haya ni makaripio makali ya Uislamu kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwadhulumu raia. Ni mmoja huyo aliyepewa mamlaka hayo ni mtawala wa watu wote au ni kiongozi mdogo kama amiri wa kijiji au mji au wilaya na kuendelea, au ni kiongozi wa kabila, bali hata yule anayesimamia mali za mayatima, bali hata wewe baba kwenye nyumba yako ukiwafanyia ghishi watu walio chini ya himaya yako, ni haramu juu yako kuingia katika aljanna. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha ya kwamba Uislamu unawataka watawala na wenye mamlaka wasimamie haki kwa raia wao na wasimamie uadilifu na wale wasiwafanyie ghishi. Lakini suala la msingi la kujiuliza, endapo mtawala hakutenda haki, akawa amemdhulumu mtu fulani binafsi au amekidhulumu kikundi fulani cha watu, je, ni yapi mafundisho ya Uislamu wakati yeye amedhulumiwa au anapohisi kwamba hakutendewa haki? Je, Uislamu unamfundisha adai haki yake kwa njia yoyote, hata kama ni kwa kumtukana kiongozi, kumdhalilisha na mfano wa mambo kama hayo? Au anatakiwa afanye migomo na maandamano, au anatakiwa afanye uasi na awahamasishe watu kufanya uasi? Jawabu, hapana. Lakini pia kabla ya kuendelea na jawabu la hapana, nataka kuwafahamisha kwamba haya tunayozungumza hatuzungumzi kwa msukumo wowote wala kwa ushawishi wa mtu yoyote wala kutumikia agenda ya mtu yoyote. Haya tunayozungumza ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunayozungumza sasa na tuliyozungumza kabla, haya na mengine zaidi ya haya, bila ya kumwogopa yoyote, bali ukifuatilia utaona ndiyo utaratibu na ndiyo njia wanaoifuata watu wenye kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia, kuanzia maulama wao mpaka wanafunzi wao na walinganizi wao. Hii ndiyo njia yao. Nchi yoyote utakapokwenda utakutana na watu wenye kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia. Msimamo wao ndiyo huu, kuanzia hii leo mpaka karne za mwanzo huko, wao walisimama katika msimamo huu, na sisi tunasimamia msimamo huu bila ya kuitumikia agenda ya mtu yoyote, kwa sababu tunaamini kwamba huu ndio Uislamu sahihi. Kama wako wanaotumika ni wao kwa maslahi yao ya kidunia, lakini sisi tunazungumza haya dinan. Hatukubali kuona waislamu wenzetu wanapotoshwa. Taib, ikiwa jawabu hapana, kwamba hizi sio njia sahihi za muislamu kudai haki yake, ima kutoka kwa mtawala, anemtawala kiongozi mkuu au wa chini yake, au hata baba yake anemlea nyumbani kwake, yeye analelewa na baba yake hakumtendea haki, je, ni wajibu wake yeye kuidai haki yake kwa njia yoyote, hata kama ni kumtukana baba yake au kumpiga, kwa sababu anadai haki na uadilifu?
Uislamu unasema hapana. Uislamu umetuwekea utaratibu, ima moja mambo mawili: uvumilie juu ya dhulma ile unayofanyiwa na usimame katika utiifu na uadilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kukubali kutii kwenye maasi, na huku haki yako ukiwa umevumilia hukutendewa kwa wakati ule. Au kama unayo fursa ya kumfikishia unayehisi kwamba amekudhulumu, basi mwambie maneno ya haki na maneno ya sawa sawa. Na haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ameitaja al-Imam Ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunna kutoka kwa sahaba Iyadh bin Ghanm radhiyallahu ta'ala anhu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubfi amrin fala yubdihi alaniya walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, anasema mtu yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka, basi asimdhihirishie hadharani, amkamate mkono wake akae naye faragha, amwambie. Kiongozi huyo akikubaliana na yeye kwa yale aliyomfikishia, basi hiyo ni sawa. Kiongozi ameonyesha jeuri, akafanya ukaidi, hakutaka kusikiliza yale aliyoambiwa, yeye atakuwa ashatimiza wajibu wake kwake. Kwa hiyo ukipata fursa, mfikishie kiongozi. Hili jambo ukilitazama katika uhalisia tulionao, watu wengi hawaitumii fursa hii kwa namna hiyo. Lau mathalan baadhi ya viongozi wataitwa huko kwa wakubwa katika ofisi zao au katika majengo yao ya kiutawala, bwana nawataka fulani na fulani na fulani waje, wakenda pale, asilimia kubwa yanayokwenda pale, badala ya kuyatoa yale madukuduku walionayo yanayowakereketa, zile shida zinazowakabili watu huko mitaani, hawafanyi hivyo. Wakifika pale watasifia, wakitaka kwenda pale na strategic plani zao kuonyesha kwamba tuna miradi hii na hii na hii, tunataka utusaidie, wataomba maslahi yao binafsi. Na haya tuliyaona kwa kiwango kikubwa sana katika utawala uliopita. Watu walikuwa wakisifu, lakini wakija mtaani wanatukana. Akipata fursa ya kuzungumza atasifu, lakini akipanda juu ya mimbar, akiwa madhabahuni, anaonyesha kwamba yeye ni simba, anataka kuwaamanisha watu kwamba yeye anatetea haki. Na sawa sawa, unapokuwa mbele ya kiongozi, umepata faragha wewe na yeye, mwambie maneno ya haki ambayo wewe yaona kwamba haya yana maslaha katika umma. Wewe umekerwa, kwa lugha nzuri na heshima na adabu, kama vile unavyozungumza na baba yako au mama yako. Huo ndio Uislamu unavyotufundisha, na si vinginevyo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Itakapotokea mtu ametendewa sivyo, basi ahakikishe kwamba asimame katika mstari wa utiifu na usikivu. Na haya ni maneno pia ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, akieleza kuhusu watawala ambao hawatendi haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaimiza, akamwambia, tasma'u wa tuti'u lilamir, utasikiliza na utamtii kiongozi, watakiwa ufanye hivyo. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa, hata kama mali yako itachukuliwa, bado endelea kuwa msikivu. Fasma wa ati'. Haya ndio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ukiyatazama yote yanazunguka katika kulinda amani zilizopo katika miji. Haki idaiwe, na kuna njia zake za kuilinda na kuisimamia haki. Kwa hiyo kwa misingi hii ndipo pale Uislamu unapotofautiana na fikra zinazoitwa fikra za kidemokrasia.
watu kujitokeza hadharani au huko mitandaoni au madhabahuni au majukwani na kuanza kuwatusi viongozi na kuwakashifu kwa kisingizio cha uhuru wa habari na demokrasia na kudai haki. Uislamu kwenda nukta hii unapingana na jambo hili. Hata kama katiba yasema hivyo, Uislamu wakwambia la. Sasa wewe angalia, utafuata katiba au utafuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utaanza kutukana kwenye comment zako huko kwenye mitandao au utauchunga ulimi wako kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ukipata fursa ya kumfikishia kiongozi, mwambie neno la haki. Afdalul jihadi inda Allah kalimatul haqi inda sultanin jair. Jihadi bora kabisa mbele ya Allah ni mtu kulizungumza neno la haki mbele ya mtawala alidhalim, mbele yake, sio kwenye mimbar, sio inda almanabir, sio katika majukwaa na mimbari, la, wala sio madhabahuni, mbele yake. Amekuita, hebu sema una jambo gani wewe? Usije ukaanza tuna mradi wa bilioni ngapi, tuna hiki, tuombe utusaidie au tutafutie wafadhili. La, mwambie lile neno la haki unaona kwamba wewe kutendewa. Hiyo ndiyo fursa. Kama hukupata fursa hiyo, basi endelea kuvumilia, lakini maneno ya kiuchochezi na matusi dhidi ya watawala, hilo ni kinyume na mafunzo ya Uislamu, kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuyasimamia haya sio ishara ya woga, kwamba hao wajua waoga au kutumika, au sio ishara ya kujipendekeza. Sisi zaidi ya kusimamia kusomesha dini, hakuna kitu kingine tunachokihitajia. Huo uongozi na hayo madaraka hatuna nafasi nayo sisi. Hatuna sababu ya kujipendekeza kwa mwanadamu. Sisi tunaona kwamba kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna fadhila kubwa zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hatuhitaji support ya mtu yoyote, kwamba tusapoti kimali au kivyeo au kivingine. Tutazungumza maneno haya kwa kuwa ndiyo dini yetu. Tuliwahi kuyasema haya yakatugharimu, lakini sisi hatutajaribu kurudi nyuma. Nakumbuka nyinyi kipindi cha miaka ya nyuma, kiasi cha miaka 10 iliyopita, kuliingia fikra katika nchi zetu hizi, kwa ufupi ni fikra za kigaidi, na hasa iliposimama hizi dola za Daesh na wapi na sehemu nyingine, fikra hizi zikawa zimeenea sana kwa vijana, wakiona kwamba ndiyo dini na watu watoke jihadi. Hawa viongozi makafiri, kamata askari, uwa, chukua silaha, twendeni msituni. Haya mambo yalijiri katika nchi zetu na kuna watu walidhurika kwa haya. Sisi bila ya kuogopa, kwa sababu hatumuogopi mtu, tulisimama tukasema kwamba hii si maslaki ya sawa, na haya yataudhuru zaidi Uislamu kuliko kuutia nguvu. Madhara yake ni mabaya kwa Uislamu, kwa ustawi wa Uislamu. Tulikemea kwa hoja na dalili. Waliona kitu gani wao? Wao waliona kwamba njia ya kumalizana na sisi ni kutuua. Miaka si mingi tulirushiwa bomu hapa Unguja, Zanzibar. Mimi binafsi nikiwa ni mlengwa, na mwanafunzi wangu akafa pale kwa dhulma na uadui, na waliomuua twawajua. Sisi tulikaa kimya tukasubiri, na sisi damu zilitumwagika, lakini tulisubiri na hatukuogopa, kwa sababu siku ya kufa imepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hili au kwa lile. Lakini hatutanyamaza kimya, kwa sababu kuna watu watatudhuru. Tutasema kile ambacho tukiona kwamba hiki ni sahihi kusemwa. Na katika hili pia ukitazama, hao wanaodai haki, baada ya sisi kutusibu yaliyotusibu, hakusimama kiongozi yoyote, si mwanasiasa wala kiongozi wa dini, si Mkristo wala Muislamu, kukemea dhulma ile. Kwa sababu sisi ni ng'ombe, sisi ni kuku, sisi ni wanyama, hatuna haki sisi ya kutetewa. Hata ng'ombe pia ana haki zake. Lakini sisi tulifanya subra, na jambo letu tumeliegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba hatuwezi kufanya fujo au kufanya kadha, kulipiza visasi,
lakini sio katika manhaji yetu sisi manhaji yetu ni kuhimiza utulivu na amani na kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Serikali iliposimamia kutaka kusimamisha haki kwa wale waliofanya matukio kama yale, Waislamu, Wakristo, wanasiasa na wengineo waliingilia kati katika jambo hili wakitaka wale watu waachiwe, watendewe haki. Wewe una uhakika kwamba yeye hakufanya? Haki gani unayotafuta wewe? Yule mtu ameuawa pale, ameacha watoto wadogo miaka 12 iliyopita. Wewe uliwalea hawa mayatima. Haki gani unayotafuta wewe? Kwa hiyo narudia tena, hatuzungumzi haya kwa kutumika, na wala sisi hatuogopi. Sisi tutasimama kueleza yale tunaona ambayo kwamba haya ni haki, pamoja na kwamba yatatugharimu na yaliwahi kutugharimu, lakini ndiyo njia yetu, hatuna nyingine la kulisema. Sasa jambo la msingi na swali la kujiuliza, hawa wapigania haki, je, wapo kwa ajili ya kuwatetea Waislamu na haki zao? Mara tunaweza tukashangilia kwamba kweli hakuna haki, tutaka amani, lakini hakuna haki. Mimi nawauliza hao walio katika mitandao ya kijamii na hao wanasiasa na hao wanaozungumza kwenye madhabahu yao wakidai na kuwaambia watu ipitishwe haki ili amani ipatikane, haki hii mwazungumza kuwatetea Waislamu? Kwani Waislamu si walalamika mara ngapi kuhusu haki zao? Kwa mfano, sote sisi ni Watanzania, mababu zetu walisimamia kupigania uhuru wa nchi hii. Waislamu, ukiangalia orodha ya wapiganiaji uhuru katika nchi hii ni wazee wa Kiislamu kwa 98%. Nchi imepata uhuru, mtawala aliyeingia akawa si Muislamu, alikuwa kwa dhahiri anapinga udini na ukabila, lakini waulizeni maswali. Ilipokuja suala la kugawa keki ya taifa na kodi za walalahoi wakiwemo Waislamu, si serikali ilikaa na viongozi wa kanisa wakapitisha mkataba wa kwamba makanisa yapewe fungu kutoka serikalini? Si ndio hiyo memorandum of understanding? Miaka zaidi ya 30 wanachukua gawio kutoka serikalini. Waislamu wamelalamikia hili, wapigania haki, mko wapi? Waislamu hawana haki? Waislamu ni mbuzi katika nchi hii? Waislamu si raia wa daraja la pili. Kwa hiyo mnapozungumza mambo ya haki, hebu kuweni waadilifu. Si kwamba akishaingia mtawala Muislamu tayari mnaanza kuleta chokochoko na maneno mengi na kashfa na kujiona kwamba nyinyi mna haki kuliko wengine. La, sisi Waislamu ni nchi yetu hii, tuna haki nayo. Yale watakayopata wengine na sisi tupate. Iko haki ya kudai hili kwamba na sisi tupewe kama zile walizopewa wenzetu tangu miaka ile mpaka leo, tulipwe, alafu tuanze tena moja. Hili lingesimamiwa na mashirika ya kimataifa na ya kitaifa na wanaharakati na wapigania haki za kibinadamu na usawa wa kijinsia, na hawa wanako madhabahuni na wanasiasa wangelipigania hili. Waislamu mara ngapi wanadai mahakama ya kadhi na nyinyi mnaikinga? Sasa hii itagharimu bajeti ya nchi na pesa mnazipata nyinyi. Sasa msije mkadanganywa na hawa watu wanaozungumza eti wataka kupigania haki. Hawa wanapigania ukubwa wao, wanapigania madaraka, wanapigania maslahi, na wakipewa maslahi watakaa kimya. Leo ukiangalia katika teuzi serikali, tangu wakati baada ya uhuru mpaka leo, kwa asilimia kubwa sana Waislamu wanatengwa katika hili. Sizungumzi uchochezi, lakini Waislamu wako kimya. Linaweza likaja baraza la mawaziri, watu 20 au watu 30, basi 26 wote wakawa sio Waislamu, Waislamu 4 tu, na Waislamu wakakaa kimya. Nyinyi mnaweza? Watu wa haki mko wapi? Lini Waislamu walifanya fujo kwa sababu hiyo? Kwenye vyuo vikuu leo inasemekana kwamba katika chuo kikuu, baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini vya serikali, basi vijana wanaokwenda katika vyuo hawafiki, wa Kiislamu hawafiki 20%, hawajawahi kuvuka.
hawana haki. Au mtuona sisi hatujui malofa tu, twajua, lakini inayotufunga sisi ni dini yetu. Kwa hiyo tuheshimiane katika mambo kama haya ya msingi. Msilete chokochoko katika nchi hii mkataka kuharibu amani ya nchi kwa sababu tu aliyeko madarakani ni Muislamu. Hatuja kusikia sisi watetezi wa haki za binadamu au wanaharakati wakizungumza mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, labda pengine nimezungumza kwa jaziba sana, lakini lengo na madhumuni ni kuufikisha ujumbe huu kwenu kwamba sisi Waislamu hatutaki kusemewa, wala hatutaki sisi kutokeza watu wasiokuwa katika sisi wakijifanya wataka kupigania haki zetu. Tuwaulize, siku zote walikuwepo wapi wakati Waislamu wakinyanyasika na wakiomba haki zao? Wao walikuwa wako wapi? Mbona kuna watu kadha wa kadha waumia? Haya yalipita katika tawala zilizopita, na mikutano ya hadhara ya siasa ikapigwa marufuku. Hatukuona matamko kutoka katika kanisa wala wapi. Hii inatupa tafsiri ya kuonyesha kwamba hapa pana udini, jambo ambalo sitaki kulizungumzia. Mimi nazungumza na Waislamu wenzangu wawe madhubuti katika jambo hili, hasa vijana. Tusitekwe na fikra za watu wasiokuwa katika sisi, kwa sababu sisi tuna muongozo kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mashekhe na maulama wa Kiislamu walitahadharisha mambo kama haya katika nchi mbalimbali. Ukiangalia kule Algeria, katika hii Afrika, ukiangalia Algeria na watu walipojazana maneno kwamba maisha yamekuwa magumu, tusikubali, lazima huyu atoke, watu wakafanya migomo, wakafanya na maandamano, wakaingia kwenye vita. Nchi za magharibi zachochea. Kadhalika Tunisia ilitokea hayo, kadhalika Libya ilitokea. Libya ni mfano mzuri kabisa. Libya ilikuwa katika neema na kilele cha maendeleo, hasa katika maisha ya kawaida ya watu, hasa katika upande wa maisha ya mujtamaa wa watu, jamii, miundo mbinu, barabara, maji, umeme, mawasiliano mbalimbali, huduma za kijamii kama hospitali, mashule. Walikuwa wamewekeza kwa kiasi kikubwa mno, bali kushinda baadhi ya nchi za Europe. Libya, nchi za magharibi walipowaona Waislamu wamestawi katika nchi yao, wako imara katika nchi, wanapata neema, wakawatia chokochoko kwamba msikubali, hamna uhuru wa kusema, hakuna uhuru wa vyombo vya habari, demokrasia hakuna. Gaddafi tangu ameingia hataki kuachia kiti. Nini cha kufanya? Aondoke madarakani. Wakashawishiwa, wakawezeshwa, wakaingia barabarani. Nyinyi mnajua kilichotokea mwaka 2012. Ikapinduliwa serikali ya Gaddafi, wakamuua Gaddafi mbele za watu. Hebu niambieni, sikuikufuru neema ya Allah? Barabara zilizojengwa kwa muda mrefu zilivunjwa, mahospitali yalipuliwa, miundo mbinu mbalimbali ilikatika, umeme ikawa hakuna maji, hakuna amani. Hivi wafikiri watachukua miaka mingapi kuijenga nchi yao? Kwani huko Ulaya hakuna wafalme waliokaa zaidi ya miaka 50? Mtu yuko madarakani ni mfalme au ni queen miaka zaidi ya 50, tangu watu wazaliwa mpaka wazeeka wapata wajukuu wao kwa madarakani, na ni mfalme na wasifiwa. Sasa haki gani mnayoitafuta nyinyi katika nchi za Kiislamu? Alafu na sisi tukubali? Haya ndio yalifanyika Sudani, jirani tu. Tusikubali ujinga wa namna hii. Hao wanaofanya hivyo wanataka kutuingiza mahali sipo. Sisi Waislamu tusiwe ni watu wa kudandia agenda za watu. Tuweni na akili, tusimame katika misimamo yetu thabiti, tuangalieni mustakbali wetu na watoto wetu na maisha yetu. Tusibweteke tu, tuutambue Uislamu wetu, lakini haya yatakuja kwa kuushika Uislamu vizuri kabisa. Tusikubali mtu yeyote aichezee dini yetu, na hilo litakuja kwa sisi kujifundisha dini na kuwasimamia watoto wetu wasome dini na kuzisimamia madarisi zetu na kuzitazama vizuri madarisi zetu ambazo zinawafundisha watoto dini,
na kuyasimamia maadili ya Kiislamu na akhlaq za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno ya kuzungumza kwa munasaba wa hali hii tulionayo ni mengi, lakini nimerefusha maneno na sitapenda niwarefushie zaidi, kwa sababu kuna ibada inayofuatia baada ya hapo, nayo ni ibada ya kuchinja. Tutakiwa tuchinje wanyama kuanzia leo, siku ya kuchinja tarehe 10 na siku 3 mbeleni. Hizi siku zote hizi ni siku za kuchinja, ni ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, ni siku za kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sio siku za matamasha, wala sio siku za kutoka kwenda kwenda picnic, wala sio siku za kwenda katika kumbi za muziki na kuwaita wana muziki. Utakosea na utajitafutia laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku za kumdhukuru Allah. Kwa hiyo shairi za Kiislamu zionekane ndani ya siku hizi, na walillahi alhamdu hivi sasa muamko wa kuchinja umekuwa mkubwa kwa watu mmoja mmoja na kwa vikundi vya watu kwa ujumla. Tuendelee na hali hii, na hii ni alama ya kuwa elimu imetufikia sisi na uwezo tunao, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا أمورنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وعيدكم مبارك، جزاكم الله خيرا.